Kutoka DRC tunaambiwa kwamba Waziri Constantine Mutamba anaweza kujiuzuru kwenye wadhifa wake kufuatia tuhuma za ubadhirifu. Waziri wa Sheria wa DRC Constantine Mutamba anatazamiwa kujiuzuru kwenye wadhifa wake leo Jumatano, Juni 18 mwaka 2025 kufuatia kushtakiwa kwake na mwanasheria mkuu katika mahakama ya juu. Akiwa katika mvutano wa mara kwa mara na mahakama, waziri huyo sasa ni mhusika wa kesi za kisheria zilizoidhinishwa na bunge siku ya Jumanne, Juni 17, alipokelewa na Rais Felix Tshisekedi ambaye inasemekana hakupinga wazo la yeye kujiuzuru ili kukabiliana na kesi inayomkabili mahakamani. Constantine Mutamba anashukiwa kujaribu kufuja mamilioni ya dola katika kandarasi ya kibinafsi ya kujenga gereza huko Kisangani, kaskazini mashariki mwa DRC. Siku ya Jumanne, Juni 17, waziri alikutana kwa mazungumzo na mkuu wa nchi kwa muda wa robo tatu ya saa. Hakuna taarifa rasmi iliyovuja katika mkutano huo, lakini kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari, waziri ametangaza kujiuzuru saa chache zijazo. Sheria inamtaka waziri yeyote anayeshutumiwa kujiuzuru ndani ya saa 48. Constantine Mutamba sasa anatayarisha utetezi wake, akitarajia kusikilizwa kwa kesi inayomkabili mbele ya mahakama ya juu. Kwa ombi la mwanasheria mkuu katika mahakama hii kuu, haruhusiwi kuondoka Kisangani, Kinshasa. Hakuna kama kwa sasa kinachoizuia uwezekano wa kukamatwa. Katika kesi hiyo, waziri huyo mwenye umri wa miaka 37 anahatarisha mustakabali wake wa kisiasa. Mgombea katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2023 alichukua nafasi ya 6 kabla ya kushinda nafasi kama mbunge wa taifa. Kinyume na matarajio yote, aliteuliwa kuwa waziri mwenye dhamana ya sheria mnamo mwezi Mei 2024. Akiwa maarufu kwa uanaharakati wake na dhamira yake ya kuleta mageuzi katika vyombo vya sheria, haraka alivuta hasira ya majaji kwa kujiweka kama mwanaharakati anayepambana dhidi ya ufisadi na mtetezi wa maadili ya umma. Msimamo huu ulipitishwa kabla ya yeye mwenyewe kushukiwa kuingia kandarasi ya ujenzi wa gereza ili kufuja pesa za umma. Huyu ndiye waziri wa sheria Constantine Mutamba mnamo Aprili 30 mwaka 2025 akiwa ofisini kwake Kinshasa. Na sasa Constantine Mutamba anatarajiwa kujiuzuru kwenye wadhifa wake kufuatia tuhuma za ubadhirifu zinazomkabili.